Taharuki na hasira vimetanda nchini Tanzania baada ya dadake Humphrey Polepole kufukuzwa mahakamani. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kupata chaneli hii, kumbuka kusubscribe. Mahakama Kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam imetoa uamuzi mzito wa kutupilia mbali maombi yaliyowasilishwa na Christina Polepole ambaye ni dada wa mwanasiasa wa kada ya CCM Humphrey Polepole. Christina alikuwa ameiomba mahakama kumruhusu kutoa ushahidi wa njia ya mdomo katika kesi inayomhusu ndugu yake, akidai kuwa alilazimika kufanya hivyo kutokana na mazingira maalum aliyopitia. Ombi hilo liliwasilishwa kupitia kwa wakili wake Peter Kibatala mbele ya jaji mfawidhi Salma Mahimbi, na likieleza kuwa Christina aliwahi kushikiliwa na maafisa wa polisi tarehe 17 Julai, hali ambayo ilimzuia kutoa ushahidi mapema. Hata hivyo, mahakama ilibaini kuwa hoja hizo hazikuwa na msingi wa kisheria unaoweza kuzuia au kusimamisha mwenendo wa kesi kuu. Katika uamuzi wake, jaji Mahimbi alieleza kuwa maombi haya yaliletwa chini ya hati ya dharura bila sababu ya msingi, hivyo hayakuwa yana nguvu ya kisheria kuzuia shauri lililokuwa tayari linaendelea. Mahakama ikaagiza kwamba kesi hiyo iendelee kama ilivyopangwa awali bila ucheleweshaji wowote. Uamuzi huu umetafsiriwa kama onyo kwa pande zilizojaribu kutumia dharura zisizo na msingi kuchelewesha mashauri mahakamani. Mashahidi waliokuwepo walisema kuwa mahakama imeonyesha udhabiti katika kulinda nidhamu ya sheria na vilevile kuimarisha kasi ya utoaji haki nchini. Kesi hii inahusiana na maombi yaliyowasilishwa awali na Humphrey Polepole aliyedai kushikiliwa kinyume cha sheria. Upande wa utetezi ulidai kuwa Christina ana taarifa muhimu ambazo zingesaidia kufafanua mazingira ya tukio hilo, na hata hivyo mahakama imeelekeza kuwa taratibu za ushahidi lazima zifuatwe na majibu ya kanuni zilizopo na si kwa msingi wa dharura zinazowekwa bila uthibitisho wa kutosha. Wachambuzi wa sheria wameeleza kuwa uamuzi huu ni ujumbe wazi wa mahakama kuu kuhusu umuhimu wa kufuata misingi ya kisheria badala ya kutumia njia za mkato. Wameongeza kuwa mahakama imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwa sababu za dharura lazima ziwe na ushindi wa wazi, si madai yanayotolewa kwa maneno pekee. Kwa sasa shauri hilo litaendelea kusikilizwa katika mahakama kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam, ambapo shahidi wa maandishi na vielelezo vya kisheria vitawasilishwa kwa mujibu wa ratiba iliyopangwa. Pande zote zimeagizwa kuwasilisha vielelezo na mashahidi wao kwa wakati ili kuhakikisha kuwa mchakato wa utoaji haki haucheleweshwi. Na wakati mjadala kuhusu kesi hii ukiendelea kushika kasi mtandaoni, wanasheria wengi wamesema kuwa uamuzi wa jaji Mahimbi umeweka rekodi ya kipekee katika kuhakikisha mashauri yanazingatia nidhamu na taratibu za kisheria. Kwa upande mwingine, wadadisi wa masuala ya kisiasa wanasema kesi hii inaweza kuwa na athari pana kwa mustakabali wa Humphrey Polepole ambaye jina lake limekuwa likitajwa katika matukio kadhaa ya hivi karibuni. Kwa sasa macho yote yameelekezwa katika mahakama kuu wakisubiri hatua inayofuata ya shauri hili linaloendelea kuvutia hisia za umma. Endelea kufuatilia Kenyascope kwa taarifa kamili na kina kuhusu kesi ya Polepole na mwenendo wa haki nchini Tanzania.